ni kwamba ndani ya hukumu za Mungu kumejaa upendo. Wanadamu wanapofanya hukumu kwenye maisha yetu, mara nyingi huwa inakuwa imebebwa na hasira ndani yake. Mara nyingi huwa inakuwa imebebwa na kisasi ndani yake. Lakini ukisoma maandiko utakuja kugundua ndani ya hukumu za Mungu, hata Mungu anapofanya adhabu ya namna fulani, ukiangalia kwa undani utakuja kugundua lengo lake ni kumpenda mtu na lengo lake sio kumwangamiza mtu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 19 mpaka 21, tunafahamu sura ya 3 ndio sura ambayo anguko limetokea. Adamu amemuasi Mungu, amefanya kile kitu ambacho Mungu hakutaka afanye. Utaona Biblia inasema wakajigundua wako uchi, na ukienda kule juu ukisoma mistari mingine utaona Adamu na mkewe wakajitengenezea majani, wakajifunika aibu yao. Lakini Mungu anapokuja anafanya kitu cha tofauti, kwa sababu alikuwa anajua yale majani kuna wakati wa jua ukifika yatakauka na hayataweza kustiri utupu wao. Ndio unaona anaandika, anasema kuanzia mstari wa 29, anasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe na mavumbi utarudi. Kwa unaona hapo kuna hukumu fulani inatolewa, lakini katikati ya hiyo hukumu kuna kitu anakitamka. Anasema Adamu akamuita mkewe jina lake Hawa, kwa maana yeye ndiye mama wa wote walio hai. Bwana Mungu akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawafunika. Katikati ya kosa waliolifanya, Mungu akawafanyia mavazi ya ngozi akawafunika. Na ukiendelea ukisoma hii mistari kule mbele, watu wengi huwa tunaliona hili andiko na tunajua ya kwamba alifukuzwa Adamu nje ya bustani ya Edeni. Na wengi tukiwaza jinsi ambavyo Mungu alimfukuza Adamu, wengi huwa tunasema Mungu ukifanya jambo atakufukuza. It is true. Inawezekana kuna that side ya Mungu pia. Kuna upande wa hasira ya Mungu, lakini vizuri ukaelewa upande wa upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko hukumu zake. Na ndio sababu leo natamani kuonyesha kitu. Ukienda ukisoma kuanzia mstari wa 22 kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 3, utaona Biblia inasema Bwana Mungu akasema, basi mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu, kwa kuwa amejua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Anasema kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani wa Edeni, na upanga wa moto kugeukia huko kulinda njia ya mti ya uzima. Sasa ukiyasoma haya maandiko kwa haraka, ni kama Mungu alimfukuza Adamu kwa sababu amekasirika. Lakini kumbuka, Adamu alipokuwa katikati ya bustani ya Edeni, kulikuwa kuna mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kule juu Mungu anamwambia matunda ya kila mti, ukiwepo mti wa uzima unaweza kula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa sababu siku utakapokula utakufa. Na kwa nini Mungu anamkataza Adamu kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Kwa sababu tayari katika mti wa uzima kuna uzima. Adamu hahitaji mema na mabaya kwa sababu mema yanaishi ndani yake. Kwa hiyo hakuwa na haja ya kuyajua mabaya kwa sababu mema yako ndani yake. Sasa kwa nini Mungu anamfukuza? Kwa sababu alipokula kwenye mti wa mema na mabaya, dhambi ikaingia ndani yake. Na dhambi ilipoingia ndani yake ikaleta uharibifu. Ilipoleta uharibifu ikaleta laana, ikaleta magonjwa na mambo mengine kama hayo. Adamu angerudi kula katika mti wa uzima, tafsiri yake ni hii: angeishi milele na dhambi. Kwa hiyo Mungu anamfukuza sio kwa sababu amemchukia. Anamfukuza, anamtoa nje kwa muda ili atengeneze mpango. Na ndio Yesu anakuja, na ndio maana anaitwa Adamu wa pili. Anasulubiwa kwenye mti pale Goligota, ili yeye anapokuja arejeshe yale mahusiano, ili kila atakaye kula kwenye mti huo wa Yesu Kristo arudi kwenye mahusiano yake na Mungu kama ilivyokuwa pale ya mwanzoni. Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Kwa unaona upekee wa upendo wa Mungu kwenye maisha yetu.
hata tunapofanya vitu ambavyo wakati mwingine ni vibaya, bado Mungu huwa anakuja na mpango. Tunaona kama tunaadhibiwa wakati mwingine, lakini Mungu kumbe anaona kitu kipekee kabisa. Mungu kuna kitu kingine anakiona. Na ninaongea na mtu ambaye ananitazama hivi sasa. Inawezekana haujahisi upendo wa wanadamu. Inawezekana upendo wa kifamilia haujakufaa. Upendo wa ndugu haujakufaa. Upendo wa mke wa mume haujakufaa. Lakini leo ninautambulisha mabibi na mabwana, upendo wa Kristo Yesu ambao haufananishwi na kitu chochote, ambao hata tunapokosea huo upendo bado unaweza ukafanya kitu kwenye maisha yetu. Inawezekana uko hapo, I like that, na unatutazama hivi sasa unasema, Pastor Fred, ninahisi kukataliwa moyoni mwangu. Nataka tunikwambie, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, sikilizeni, come on, furaha yangu, Mungu ni pendo, ananipenda, hallelujah. Mungu ni pendo, ananipenda, Mungu ni pendo. Come on, just one more time. Sikilizeni Mungu, Pastor Freddy. Pastor, kwenye hili swala la upendo, yes, tumeambiwa kwamba wale wote waliompokea Yesu Kristo ni watoto wa Mungu, na wote waishio upendo ndio wana wa Mungu. Lakini siku hizi tunaona kuna watu ambao wameokoka, ambao ndo tunatamani wangekuwa ni kioo cha hao wengine ambao hawajaokoka, wao wa kwanza kuonyesha upendo wa Mungu. Sawa. Hii inakuwa imekaje? Kwa sababu hawa watu ambao tunatamani wangekuwa ndio wanaonyesha upendo, ndio wa kwanza wanaonyesha chuki siku hizi, wanaonyesha wivu, wanaonyesha matamanio, na mambo mengine ambayo ni mengi. Hii imekaje? Tatizo kubwa ambalo tunashughulika nalo na Ukristo wa sasa ni watu wengi ambao wameokoka, nisiseme wanaitwa wameokoka ama vyovyote tutakavyosema, wengi hawana tafsiri halisi ya Mungu. Unajua, na ndio maana tumeimba wimbo Mungu ni pendo. Watu wengi wanadhani Mungu ana upendo, lakini Mungu hana upendo. Mungu yeye ndio upendo wenyewe. Wanadamu ndio wana upendo. Yaani mtu mwenye upendo ni upendo unaokuja na kuondoka. Sasa Mungu hana upendo. Mungu yeye ndio hilo tendo lenyewe. Na ndio maana tujasema Mungu ana upendo, tumesema Mungu ni pendo. Sasa tukimjua Mungu kama pendo, na sisi tunajua tuna asili ya Mungu ndani yetu, lazima tutakapoanza kuyasoma maandiko tutatafsiri upendo wa Mungu zaidi ya kuona adhabu. Kwa muda mrefu unajua tukiyasoma maandiko tunamuona Mungu kama polisi. Nilikuwa nafundisha mahali fulani nikasema watu wengine wanamuona Mungu kama traffic. Amekaa na tochi mahali fulani, anakusubiri ukipitiliza 50 amejificha, anatokea, anakuonyesha lipo fine. Tutakapobadilisha huo mtazamo, tukagundua kutokea kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo ni story ya upendo wa Mungu kwa wanadamu, tutaanza kureflect ule upendo. Tuna reflect chuki, tuna reflect hasira, kwa sababu ama wengi wetu tulipoingia hatukumfuata pendo, tulifuata vitu vya pendo. Kwa hiyo kwa sababu tulifuata vitu vya pendo, ile asili ya ndani yetu ina manifest. Watu wengi kanisani sasa hivi wanaokoka wakisikia kuna maombi ya kupokea mke, kuna maombi ya kupokea mume, kuna maombi ya kupokea gari. Kwa hiyo huyo mtu bado hajabadilishwa na pendo, lakini amefuata vitu vya pendo. Lakini mtu yoyote aliyekutana na pendo, aliyekutana na Mungu, ule upendo wa Mungu ulimbadilisha na ukamfanya yeye kuwa upendo. Upendo wa Mungu unabadilishaje? Mungu jinsi vile anafanya kwenye maisha yetu, huwa anakuja kwenye maisha ya mtu yule asiyefaa kabisa, alafu anambadilisha, anampa nafasi sio ya pili, anampa nafasi nyingine. Manake nyingine inaweza kawa ya pili,
ya 3, ya 4, ya 5. Wanadamu wanapochoka kabisa, bado Mungu anafanya. Yule mtu lazima ule upendo utambadilisha. Ukisoma kitabu cha Hosea, utakuja kugundua Mungu aliwahi kutumia maisha ya nabii Hosea kama kielelezo cha kueleza upendo wake kwa wanadamu. Moja kati ya vitabu vigumu nimewahi kuvisoma, Mungu anamwambia Hosea nabii, nenda kaoe mwanamke kahaba. Alafu Hosea anaenda anaoa yule mwanamke, anakuwa mke wake. Lakini yule mama kila siku, yani Hosea akichomoka tu hivi, yule mama naye anachomoka. Wanashangaa, mke wako tumemfumania yuko na mtu fulani. Alafu Mungu anamwambia, kamchukue umrudishe nyumbani. Anamchukua, anamrudisha nyumbani. Alafu anamsamehe. Kesho tena yule mama anafanya kitu kingine kigumu zaidi, anaenda. Kumbe Mungu alikuwa anatumia picha ya maisha ya nabii Hosea kuonyesha upendo wake usio na kikomo kwa wanadamu, ya kwamba hawa watu wanawasamehe, wanapinda na wasamehe tena, wanapinda na wasamehe tena. Kwa hiyo ikiwa umejua, kila mtu hapa asipokuwa mnafiki, akifumba macho yake na kukumbuka mahali ambapo Mungu aliwahi kumtoa kwenye aibu ambayo hakutaka mtu aijue, atampenda mtu mwingine, atamsamehe mtu mwingine, atamchukulia mtu mwingine. Kujihesabia haki ni kwa sababu huwa hatujamuelewa pendo. Lakini tukimuelewa pendo, tunaweza tukajua na sisi tunatakiwa kuwapendaje wengine, maana tuna asili ya uungu ndani yetu. Wow. Ongeza makofi kwa Yesu.